Hujambo ndugu zangu na Bwana Yesu asifiwe sana. Marafiki zangu wapendwa, mandugu zangu watumishi wa Bwana, makuhani, manabii wa Bwana, wainjilisti wote, mitume wa Yehova, majazuzi wa Bwana, wote walioteuliwa kwa ajili ya injili takatifu, injili ya nyakati za mwisho, na wasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na washukuru sana wale wote ambao wanazidi kunifuatilia na kuzidi kujifundisha mengi sana kutokana na injili zetu hapa mtandaoni. Bwana hawabariki sana na azidi sana kuwatia nguvu, kwa kuwa nyinyi ni watu wa dhamana kubwa sana katika maisha yangu na katika maisha yenu. Basi muda wote unapozidi kufuatilia injili ambayo itakuja kukuweka huru, ni vizuri sana wakati unazidi kujikakamua, maana inapendeza zaidi. Napenda sana kujifundisha mimi pamoja na wewe, kwa sababu najua ya kwamba ipo siku moja mimi na wewe tutakosekana duniani. Duniani hatutaishi siku zote. Kwa hiyo tunaishi kukumbushana ya kwamba ni vyema kutembelea katika utakatifu. Tunajua ya kwamba mambo ya kidunia yapo, lakini kumbuka ya kwamba yale yote uliyofanya duniani yamefika mwisho. Ni vyema ukakeuke nyuma na ubadilike, uyaache maovu yako na umrudie Mwenyezi Mungu. Maana kumbuka ya kwamba Mungu yupo, sio ya kwamba hayupo. Mungu yupo, ambaye anazidi kukutazama na anazidi kuwatazama wote, na anazidi kuwapa muda wa kujifungua, muda wa kutubu. Karibuni sana mandugu zangu wapendwa, madada zangu wapendwa, mnaozidi kunifuatilia. Mungu awabariki sana mnapochukua hii nafasi kwa ajili ya kujifundisha pamoja na mimi hizi injili takatifu. Mbarikiwe sana tena. Mungu awainue nyinyi pamoja na uzao wenu. Leo ningependa niweze kujifundisha na mandugu zangu wapendwa na madada zangu wapendwa. Kuna mambo mazuri ambayo ningependa nizungumze mimi na wewe kwa dakika moja ama mbili ama tatu. Angalau kuna jambo hata kama ni moja litaweza kukusaidia. Naomba unipe sikio lako kwa muda mfupi, unipe macho yako kwa muda mfupi. Natumai ya kwamba utabarikiwa na utainuliwa sana. Basi leo ningependa tuweze kujifundisha mahubiri matakatifu kutoka kwenye nyaraka ya Yakobo. Yakobo ikiwa ni sura ya 4 mstari wa 1. Yakobo anazidi kuzungumzia kuhusu chuki. Yakobo anazidi kuwauliza watu, vita vyatoka wapi na ugomvi watoka wapi? Kwa nini vita vimekuwa katikati yetu? Kwa nini tuna roho mbaya? Anauliza, kwa nini mna roho mbaya? Kwa nini mnaua? Yaani kuna watu wanaua wengine pasipo kujali. Anaanza kuuliza, anashangaa sana. Mbona mna vita? Mbona mna roho mbaya? Kwa nini kila mara ni kuuana? Kwa nini kila mara ni kuoneana vibaya? Kila wakati ni kuoneana wivu. Kila wakati hakuna amani wala upendo. Wakati mngekaa pamoja mtengeneza amani, hiyo ndio wakati wa kuzidi kupigana. Mnapigana kwa sababu gani? Mnajionyesha ya kwamba mna vitu, lakini hamna. Unajionyesha ya kwamba una nguvu za Mungu, lakini hauna nguvu za Mungu. Basi Yakobo anazidi kutusaidia na kutuambia ya kwamba tunavifanya hivi vyote na kujifanya ya kwamba tuna nguvu za Mungu. Tunajifanya ya kwamba sisi ni matajiri, lakini hatuna. Lakini tunapotea kwa ajili ya tamaa zetu. Tunafanya hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu hatuombi. Wengi tumechanganyikiwa bila kumuomba Mwenyezi Mungu. Wengi wamepotelea katika dini badala ya kubodelea kwenye Roho Mtakatifu. Wengi wamejizamisha katika madhehebu badala ya kujizamisha katika toba. Wengi wamekubali kupigania dini zao badala ya kumpigania Mwenyezi Mungu aliye juu mbinguni, badala ya kuyapigania maisha yao yajayo ya milele. Yakobo anasema ya kwamba wanahangaika na kuona ya kwamba wana kila kitu, lakini kumbe hawana chochote. Basi ni vyema tuwe watiifu wa kuomba. Unapoomba kwa imani, kwa ujasiri, hakika nina imani ya kwamba Mungu hatakupa kile unachohitaji. Unaweza kuwa wewe ni mwimbaji mzuri sana, lakini bado hujapokea ule mwito wa uimbaji.
kwa sababu bado hujapokea mwito kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Unaweza kuwa wewe ni muombaji mzuri sana, lakini tatizo ni kwamba haujapokea mwito kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ila unajikaza tu. Ni vizuri uache Mwenyezi Mungu mwenyewe akutume, lakini wewe usijitume, maana ukijituma utaharibu kila kitu. Unapojionyesha kwamba unaweza, hapo ndio unapata ya kwamba umeshindwa. Basi ni vizuri kukubali kujishusha chini, ili Mwenyezi Mungu na yeye aweze kukuinua. Yeyote atakayekubali kushushwa chini, basi atainuliwa na Mungu. Lakini yeyote atakayejiinua, basi na maana ya kwamba atashushwa chini na Mungu. Ningependa kuzungumzia mandugu zangu Waislamu pamoja na mandugu zangu wa Kristo. Mimi ningependa kuwauliza tu swali ambalo ni safi kabisa, ambalo Yakobo anazidi kuwauliza wa ulimwengu: vita vyatoka wapi? Chuki inatokea wapi katikati yenu? Mmekuwa wandugu, mmekuwa wenye upendo, mmekuwa marafiki, tena wa karibu zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata Qur'ani inaelezea vizuri sana ya kwamba Mkristo alikuwa rafiki wa Muislamu kwa ukaribu sana. Lakini tatizo linatokea wapi? Mimi ningependa kuwauliza mandugu zangu wa Kristo, je, kuna Mungu Mkristo? Kama kuna Mungu Mkristo, mnaweza kunisaidia kujua, ili nijue kuanzia leo ya kwamba tuko na Mungu Mkristo. Na Waislamu mniambie ya kwamba kuna Mungu Muislamu. Mnipe jibu nijue ya kwamba kuna Mungu Muislamu. Kama kuna Mungu aliyeumba Waislamu peke yao, na kama kuna Mungu aliyeumba Wakristo peke yao, ningependa nijue. Kwa sababu dunia mzima, yani hizi dini mbili peke yake ndizo ziliishi tu kupoteza muda wa kupingana tu. Dini mzuri ya kuabudia Mungu ni Uislamu. Dini mzuri ya kumwabudia Mungu ni Wakristo. Sasa tutajua ni dini ipi ambayo itaweza kutuelekeza mbinguni. Yaani watu wamekataa kumfuata Mwenyezi Mungu, wamekataa kumwabudu Mungu aliye wa haki na kweli. Watu wamepotelea katika dini za Uislamu, katika dini za Ukristo. Yaani ni vyema kabisa, mpendo wangu, mahusiano yako yawe bora na Mwenyezi Mungu, lakini usiyaweke mahusiano yako yawe sawa na yale madhehebu unayaona. Manake yale madhehebu unayaona, hao ni watu tu. Hizo dini unazoziona, hao ni watu. Hizo ni baadhi ya lugha ambazo wakati mmoja kule sehemu za Babeli, wakati walikuwa wamejiandaa kwa ajili ya kujenga mnara, baada yake walikuja kuharibiwa usemi wao. Walikuwa wameungana kuwa kitu kimoja, na wakasema ya kwamba leo hii tunakwenda kukula sapa kwa Mwenyezi Mungu. Lakini Mungu akataka kuwaonyesha ya kwamba yeye ndiye muweza wa vyote. Alikuja na akawaharibia usemi wao wote. Kila mtu akaondoka kenda zake. Wote waliweza kuungana vikundi na vikundi na vikundi na vikundi, na wakagawana duniani mzima. Basi ndio maana unakuja kuwakuta tuko na ndugu zetu wa Chinese, tuko na mandugu zetu wa Hindi, tuko na mandugu zetu tofauti tofauti. Lakini sasa mimi nashangaa wale wengine hawaulizani lolote, lakini wanaoulizana kila mara ni Wakristo na Waislamu. Sasa mimi nataka niwaulize, je, ni dini gani itakayompeleka mtu mbinguni? Ni Uislamu ama ni Ukristo? Ningependa mnipe jibu, kwa sababu mimi nakosa kuelewa. Manake tokea nizaliwe kama Waislamu na Wakristo wanapingana, naelekea kuzeeka bado wanapingana. Sasa mtamaliza lini kupingana? Ndiposa tujue ya kwamba tutafika mbinguni wakati gani. Hapa Biblia inatueleza vizuri sana pamoja na Qur'ani ya kwamba mahusiano yetu yawe bora na Mwenyezi Mungu peke yake. Mpendo wangu, najua bado tunaendelea kufundishana mengi tena zaidi. Nahitaji tumalizie huu mkataba wetu na tuendelee kujifundisha mengi sana. Basi ninahitaji unifuate katika sehemu ya pili, ili tuweze kujua kama kuna Mungu Muislamu ama kuna Mungu Mkristo. Naomba nijue leo. Nikuta kwenye sehemu ya pili. Tutafundishana mengi zaidi, na Mungu azidi kukuongoza. Usikose kwenye sehemu ya pili. Ubarikiwe sana na uwe na amani. Niite mchungaji Luka Sefania.